imeharibiwa. Hakuna mali ya serikali iliyoharibiwa. Hakuna mwananchi pamoja na kukamata ambaye labda kwamba pamoja na kuwakamata lakini hakuna aliweza kuumizwa. Wote tuliwatia bila masharti. Tulibaki na wale ambao tuna ushahidi nao. Lakini pia tunao wawili ambao tunawashikilia kwa kosa la kujihusisha na kuhamasisha watu kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii, ambao pia baada ya taratibu za kisheria zikamilika, sheria itachukua mkondo wake. Hao wengi katika hao tisa hao ndio walikuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi. Wawili ni wale ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kama tunawashikilia watu 11 ambao tumepembua toka watu 300 ambao tulishika, tukapembua tukaona kwamba hawahusiki, ila walikuwa ni ushabiki na ule umri. Lakini baada hapo, baada kujadiliana kamati ya ulinzi na usalama ikaridhia chini ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuachie bure bila masharti. Kama swali la mwisho kwa zipo taarifa zinazoendelea kwamba kuna baadhi ya raia wameuawa, lakini pia jeshi la baadhi ya wanajeshi la askari wako pia wameuawa. Labda tupate ukweli ukoje kwenye haya. Hizo ni propaganda ambazo kwa kweli ni moja wapo watu ambao tukiwapata tutawachukulia hatua. Hakuna askari wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro wala hata kurushiwa jiwe hakuna. Hakuna mwananchi mkoa wa Kilimanjaro ambaye ameuliwa. Bahati nzuri hospitali zipo, mnaweza mkaenda. Na nyinyi si watu wa ndugu, hakuna mtu aliyepita au akaja jeshi la polisi kusema hajamuona ndugu yake. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu, ndio ili tufanye kazi kwa weledi mkubwa. Lakini mshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi Tanzania pamoja na kamishna wa operation na mafunzo afande Sipia Awadhi kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitupa training, wakitupa mafunzo na wakati mwingine kutupa maelekezo moja kwa moja. Ndio